Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Bana, usiku wa kuamkia leo Chief Godlove amemtambulisha msanii wake mpya ambaye anafahamika kwa jina la Scorpion. Chief Godlove kabla ya hapo alisema kuwa siku ambayo atakuwa akisherehekea birthday yake ama siku ya birthday yake atakapofika saa 6 kamili usiku atamtambulisha msanii wake mpya, na ukweli usiku wa kuamkia leo ilipofika saa 6 Chief Godlove alimtambulisha msanii wake huyo ambaye aliachia video ya wimbo wake mpya unaoitwa Mimi Tu. Kiukweli msanii huyu anaimba hip hop na mimi nimesikiliza nyimbo yake, video yake ni bonge moja la video, lakini pia hata audio ni bonge moja la audio. Mashairi yake kijana yamekamilika, na huyu msanii bana ni msanii wa muda mrefu sana na aliwahi kushiriki mashindano ya Bongo Sasa. Kwa wale ambao walikuwa kifuatilia, alikuwa anatumia jina la T-Gun. Kwa wale ambao walikuwa kifuatilia Bongo Sasa miaka ya nyuma kidogo, alikuwa akitumia jina la T-Gun na alikuwa ni rapper, na kiukweli kwenye yale mashindano ya Bongo Sasa alifika mbali. Sina kumbukumbu nzuri zaidi, lakini hadi kwenye 10 bora halifika kwa sababu ni kijana mwenye kipaji na alionyesha ule uwezo wake wa kurap. Kwa hiyo Chief Godlove kumtambulisha kijana huyu nasema hajakosea, lakini swali linakuja kwenye mkataba wake. Chief Godlove hapo nyuma aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram namna mkataba wake unavyokuwa. Tushazoea wasanii wa WCB ama wa Next Level wenyewe waga anasemaga mkataba wao bosi anachukua 60%, msanii anabaki na 40%, lakini kwa Chief Godlove yeye ni tofauti. Msanii anachukua 20%, bosi anachukua 80%. So kilizani kama mkataba wa Chief Godlove unabana sana wasanii wake kulinganisha na mkataba ambao Wasafi wamekuwa nao ama Next Level ama Harmonize ambao waga anatoa kwa wasanii wake. Sasa sijajua, labda msanii mwenyewe amekubaliana na hayo yote. Pia uzuri zaidi Chief Godlove muda mchache uliopita alipost kwenye Instagram yake na kusema kuwa aliongelea kuhusiana na mkataba wake, na kizuri alichokisema mimi nilichopenda, anasema kuwa msanii mpaka sasa hajasaini mkataba na hapa masaa 5 mumshauri msanii either sign ama asisign, ila yeye msimamo wake uko pale pale. Msanii mapato ambayo atakuwa anaingia atakuwa anachukua 20%, yeye anachukua 80%. Kuona mshauri nini msanii? Abaki kwa Chief Godlove, nikiwa na maana kama msanii ameingiza shilingi 100,000 basi Chief Godlove atachukua shilingi 80,000 alafu msanii atabaki na shilingi 20,000. Hivyo ndivyo ilivyo. Mnamshauri msanii sign mkataba huo? Dondosha comment yako hapo chini na utuambie, lakini pia unadhani ni nini ambacho kilimtoa Pipi Jojo kwenye record label ya Chief Godlove? Niandikia hapo chini kwenye comment.